Kampuni ya ndege kutokea nchini Marekani, Boeing, imeamriwa na mamlaka ama mahakama ya shirikisho kulipa fidia dola milioni 28 kwa familia ya mshauri wa Umoja wa Mataifa yani UN aliyefariki kwenye ajali ya ndege ya Ethiopia Airlines mwaka 2019, ajali ambayo iligharimu maisha ya watu wote 157 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Uamuzi huo umetolewa na juli ya mahakama ya shirikisho nchini Marekani baada ya kusikiliza ushahidi na hoja za pande zote. Familia hiyo ilikuwa miongoni mwa waliowasilisha kesi za madai ya kifo kisichostahili dhidi ya Boeing, wakidai kuwa kampuni hiyo ilificha matatizo ya kiufundi katika ndege za 737 Max iliyosababisha ajali hiyo mbaya. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Reuters, Boeing tayari ilikuwa imefanya makubaliano ya siri, yani pre-trial settlement, na familia nyingi za waathiriwa kabla ya kesi kufika mahakamani. Lakini fidia hii mpya ya dola milioni 28 ni miongoni mwa chache zilizopangwa kwa hukumu ya moja kwa moja kutoka kwa juli, na hivyo inaonekana kama mfano wa uwajibikaji wa moja kwa moja wa kampuni hiyo. Ajali hiyo ya Ethiopia Airlines flight 302 ilitokea tarehe 10 Machi 2019. Ilihusisha ndege mpya ya Boeing 737 Max 8 iliyoanguka muda mfupi baada ya kupaa kutokea uwanja wa ndege wa Addis Ababa, Ethiopia, ikielekea Nairobi, Kenya. Uchunguzi wa baadaye ulibainika kuwa mfumo wa kiusalama wa ndege hiyo MCAS, yani Maneuvering Characteristics Augmentation System, uliharibika na kusababisha ndege kushuka kwa kasi bila udhibiti wowote ule. Tatizo kama hilo lilikuwa chanzo cha ajali nyingi ya Lion Air nchini Indonesia miezi mitano kabla, ambapo watu 189 walifariki dunia. Familia ya marehemu mshauri wa Umoja wa Mataifa ilisema katika taarifa yao, tunashukuru kwa haki iliyotolewa, lakini hakuna kiasi cha pesa kinachoweza kurejesha maisha ya mpendwa wetu. Tunatumaini hili litakuwa somo kwa kampuni kubwa kama Boeing kuweka usalama wa binadamu mbele badala ya faida. Wakili wa familia hiyo alieleza kuwa hukumu hiyo ni kumbusho kwa sekta ya anga kwamba usalama haupaswi kupuuzwa kwa sababu ya shinikizo la kibiashara. Boeing kupitia msemaji wake ilisema inaheshimu uamuzi wa mahakama, lakini haikutoa maoni zaidi kuhusu kesi hiyo, ikisisitiza kuwa inaendelea kuboresha mifumo ya ndege zake za 737 Max na kuongeza viwango vya usalama tangu ajali hizo mbili kutokea. Wataalamu wa sheria wanasema uamuzi huu unaweza kuwa mfano wa kihistoria wa uwajibikaji wa makampuni makubwa, kwani umefungua mjadala kuhusu jinsi kampuni za anga zinavyoweka mbele masuala ya kifedha kuliko usalama wa abiria. Kwa sasa ndege za Boeing 737 Max zimeendelea kuruka baada ya kufanyiwa marekebisho makubwa, lakini kumbukumbu za ajali hizo mbili bado zinaendelea kuathiri sifa ya Boeing duniani kote mpaka hii leo.